Madhara ya watumishi wakubwa kushambuliana, au madhara ya mtumishi mkubwa kumshambulia mtumishi mkubwa, ndio somo ambalo siku ya leo nitafundisha. Jina langu ni Dr. Sidel Salia Palanjo. Yako madhara makubwa sana ya watumishi ambao tunasema ni giant kushambuliana, hasa tunaposema watu hawa wanafanya kazi kwa bosi mmoja, wanafanya kazi kwenye ufalme mmoja, lakini ikawepo mmoja akaanza kumshambulia mwenzake. Nini kinatokea? Yako madhara mengi ambayo yanatokea watumishi wanaposhambuliana wakiwa ni watendakazi kwenye shamba la mtu mmoja. Madhara ya kwanza ni kufanya washirika kuchanganyikiwa kiroho. Washirika kukosa imani sahihi haina maana ya kwamba wewe uliyeshambulia utakuwa salama. Utamshambulia mwenzako, lakini baadaye watu nao wataanza kutafiti habari ya imani yako, kwamba usahihi wako wewe uko wapi, hata shuhuda zako zina usahihi gani. Watu wataanza kukutilia mashaka. Hakuna mshale unaotoka kumlenga mtu mwingine, ule mshale usirudi kwako hata siku moja. Kwa hiyo unatengeneza washirika wa kanisa au kanisa la Mungu, kanisa la Kristo, kuchanganyikiwa kuhusu habari ya usahihi wa imani. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 33, maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Tunajuaje kwamba wewe una kasoro, una dosari? Unapotengeneza machafuko katika ulimwengu wa roho, unapotengeneza machafuko katika mwili wa Kristo, unaanza kuisoma dosari hapa. Jambo la pili, majanti wawili au janti mmoja anapomshambulia mwenzake, kanisa hugawanyika. Waumini hugawanyika katika makundi, wengine wakisimama na baba yao kama baba yao, na kuondoa ule umoja katika roho, kwamba unapokuwa na kanisa na mwenzako anapokuwa na kanisa, hata kama kuna jambo la kuomba kwa pamoja, wanashirikiana kwa pamoja, lakini unapotumika kama ajenti kumshambulia mwenzako, maana yake utatengeneza watu wako mwenyewe na mwenzako atabaki na watu wako. Kwa hiyo nguvu ya kanisa inapungua. Imeandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10, anasema na wasii kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwepo kwenu faraka. Kipindi hiki Paulo analionya kanisa kwamba mambo yenu yawe pamoja, faraka zisiwepo ndani ya kanisa. Faraka zinatoka wapi ndani ya kanisa sasa hivi? Janti mmoja anasimama, anatengeneza ushahidi wa uongo, kumshambulia mwenzake kwa uongo. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuligawa kanisa na mwili wa Kristo. Yeye atakuwa na watu wake watamwamini yeye, na mwenzake atakuwa na watu wake watamwamini yeye. Ule umoja kwamba sisi wote ni wamoja katika shamba la Kristo, kwamba huyu akipata tatizo tutasimama na kumwombea, ule umoja unavunjika. Namba 3, inapokuwepo kushambuliana kwa majanti au janti mmoja anamshambulia mwingine, imani ya Ukristo upoa.
Baadhi ukata tamaa, watu wengine ambao wamemwamini Yesu Kristo ukata tamaa, na wakati fulani wanaweza kurudi kwenye majuto, wanatengenezewa mioyo ya kutokuamini. Penda usipende, kama wewe ni askofu, kama wewe ni mchungaji, ukashambulia wengine, unatengeneza mioyo wa watu kuto kumwamini Yesu Kristo. Namba 4, ushuhuda mbaya. Jamii ya nje inatuona sisi kama watu wa ajabu sana, watoto wa baba mmoja, tuliozaliwa kwa damu ya Yesu Kristo, tuliobatizwa kwa ubatizo mmoja, tunashambuliana. Kinachotokea sasa na kitabu ya Yohana 13:35 anasema hivyo, watu wote watajua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yesu analionya kanisa, anaonya wanafunzi wake, anawaambia habari ya kuwa na mmoja kati ya wao, na ili kanisa au dunia iweze kujua ya kwamba hawa ni wamoja. Kinachosababisha waitwe wamoja ni kwa sababu ya upendo na umoja ambao wanakuwa nao. Ibilisi ameingilia kanisa na kugawa umoja na kuondoa umoja. Jambo la 5, kushambuliana au jambo moja anaposhambulia mwingine huwa inatengeneza maumivu ya kihisia ya waumini wale ambao ni waaminifu. Wengine huona viongozi kama wazazi wao wa kiroho ambao wamewachukulia wazazi wao wa kiroho, na sasa unamuona baba yako wa kiroho anashambuliwa bila sababu. Mtu ametengeneza kaklipu kake ka uongo baba wewe umetengeneza pale, angalia bodyguard wako anapocheka hapo nyuma. Sisi wana saikolojia tukiangalia aina ya uchekaji na kebei, tunajua ili kwa hivyo sio jambo ambalo umelisikia pale, ni jambo ambalo lilishatengenezwa. Unaposikia jambo la kuumiza kanisa lazima umie. Inakuwaje unasikia jambo la kuumiza kanisa unacheka kwa kebei? Kwa hiyo washirika wanatengeneza maumivu ambayo hisia zao zinakaa katika hali ya maumivu. Kumbuka kwamba kuna watu wanatoa michango, hawana hela nyingi, wanaacha kula chakula, wanaacha wakati fulani kuwatunza watoto wao, wanazileta madhabahuni kwa ajili ya kujenga ufalme. Leo wanasikia mtu mwingine anakebei ule ufalme, watu wanatembea katika uchungu. Ni vyema kujitambua kwamba kuna kanuni za ufalme. Hakuna ufalme ambao unashambulia ufalme ule ule ambao upo. Yaani unakaa kwenye ufalme huo huo, alafu huo ufalme unashambulia. Hamna jambo la namna hiyo. Ukiona falme zinashambuliana, ujue kwamba kuna tatizo ambalo linatakiwa lishughulikiwe. Watu wanatembea kwa namna ya kutafuta kulipa visasi. Usilipe kisasi kwa ajili ya kuharibu kazi ya Mungu. Lipa kisasi kwa ajili ya kuharibu kazi ya Shetani.